Unajua Zai, unazingua sana. Yaani maana kwamba kila siku itakuwa tu ni kimoja, umechoka. Hayo ndio maisha gani sasa? Zai, mimi ni mwanaume na nimekuoa wewe. Nimetoa mahari yangu nikaja nikakuoa nikakuweka ndani. Sijakuweka ndani unipikie, unifulie na kunifanyia vitu vingine. Nimekuoa kwa sababu nahitaji haki ya ndoa, nahitaji tendo la ndoa. Sasa kila siku tukifanya kimoja umechoka, tukifanya kimoja umechoka. Ndio nini sasa? Ndio nimeshachoka, unataka nifanye nini tena? Uwezo wangu ndio umeshaishi hapo. Kwa hiyo naomba niache usinisumbue. Ina maana haujui cha kufanya, si ndio? Yaani ndio nimeshachoka sasa. Unanijibu tu kiasi kwamba ndio umeshachoka sasa. Yaani hauna kitu kingine cha kufanya. Tafsiri yake ni kwamba hautaweza kuniridhisha tena mimi katika tendo, si ndio hivyo? Baba, naomba usinisumbue. Sawa? Kama unaona kazi rahisi, basi ifanye wewe. Mimi nimeshachoka, kwa hiyo naomba nipumzike. Usinipelekeshe kwa mahali gani uliotoa? Hiyo 200,000 au? Zai, usijisahaulishe. Usisahau kabisa kwamba mimi ni mwanaume, tena mwanaume rijali. Nimekuvumilia kwa muda mrefu sana. Sasa hivi nafika zaidi ya miezi 6, miezi 8 inaelekea na kuvumilia. Kwa hiyo huko ambako tunakoelekea sasa hivi mimi nitachoka. Nitachoka kukuvumilia na kwambia. Fanya kitu, niridhike ndani ya hii ndoa. La si hivyo Zai, nitakuja kufanya maamuzi, mwisho wa siku utakuja kuniona mimi mbaya. Utajua mwenyewe, fanya chochote unachokitaka. Mimi sijaelewa wala nini. Na kama unaona kazi rahisi, tengeneza kimdogo chako unakifanya kila siku. Kwa upendo ulio. Karibu sana rafiki yangu, hapa ndo nyumbani. Na kwa jinsi ulivyonieleza matatizo yako, kweli nimeumia sana. Kwa hiyo mimi naomba ukae hapa mpaka mambo yako yatakapokuwa sawa. Hakika ni rafiki bora sana kwangu. Yaani sijawahi jutia kukufahamu. Maana hapo unaponiona nilikuwa nimeshakata tamaa kabisa. Ila nashukuru sana. Usijali. Alafu wewe bado ni msichana mdogo sana. Sio kitu kushinda urudi kijijini. Mambo mengine tukao upambane tu hapa hapa. Kwa hiyo naomba ukae hapa mpaka utakapoona mambo yako yamekaa sawa ili uende kufanya maisha yako. Nashukuru sana ndugu yangu. Huyu mwanamke ni nani? Na kwa nini umemleta bila kunipa taarifa yoyote ile? Wataka kujua unani inakuhusu nini? Kwa hiyo na maana kila kitu kinachofanyika huko ndani unataka ujulishwe wewe. Hata mimi pia ni mke na mamlaka kumleta mtu yoyote na kufanya chochote kile. Zai, mambo ya mundani tu yanakushinda. Unaanzaje kumchukua mtu huko bila mimi kunipa taarifa alafu unamleta nyumbani kwangu? Mimi si mume katika hii nyumba. Kwa hiyo maana unashindwa kunishirikisha mimi, si ndio? Sikiza nikwambie. Mimi pia ni mke. Nafanya chochote kwa muda wote nitakaotaka mimi. Na huyu hapa hatabaki hapa mpaka mambo yake atakapokuwa sawa. Ataondoka kwa amri yangu na sio amri yako. Shoga yangu. Kama itakuwa ngumu kwa upande wa mume wako, basi mimi naomba niondoke. Usijali, mimi ule mjinga namweza. Kwa hiyo kitu kitakaa sawa. Tuwe basi nikakuonyesha chumba chako. Hivyo ni matatizo gani lakini mwanamke? Ina maana kila siku mimi nikienda roni moja tu umechoka. Unaona mimi mfala, si ndio? Sikiza nikwambie sasa, mimi ni mwanaume rijali. Huwezi kunifanyia upumbavu wako. Hebu twende ndani tukaendelee. Wewe mwanaume gani usiolizika? Kuna wenzio hata hilo moja walipati. Na wengine moja tu analizika. Wewe umekuwa nani?
Acha kunifananisha mimi na wajinga wenzako, sawa? Mimi mwanaume rijali na kula na shiba. Alafu zai kumbuka kitu kimoja. Sijakuoa huko ndani uje nifanyie kazi, sawa? Naomba tuendelee tukaendelee. Tukombe. Twende bwana. Kuna mwanaume gani usiolizika? Sikiza nikwambie. Nenda ndani ukalale. Hapa sendi popote na sifanye chochote. Unajifanya muuni, si unajifanya muuni. Hata subiri nitakuonyesha mpumbavu wewe. Samahani sana Shemu. Pole kwa changamoto iliyotokea. Lakini usijali. Maana wanandoa wengi wanapitia changamoto kama hii. Ila sio vizuri wewe kulala hapo. Ingependeza zaidi ukalala chumbani kwangu, alafu mimi nitalala hapa sebuleni. Usijali. Wewe ni mgeni ndo kwanza umekuja leo, huwezi ukalala hapa. Na kitu kingine, hizi changamoto mimi nimeshazizoea. Sio leo mara ya kwanza. Ni endelevu, kwa hiyo wewe kuwa na amani. Ila tu nikwambie kitu kimoja. Ukimaliza kuangalia TV hapo naomba nizimie na taa. Sawa. Ila pole sana. Asante. Inayo moyo umechoka kwa upendo uliochoma, ulinileta karibu sana, kisha ukacha jeraha. Nilitabasamu nikiumia, nikakukumbatia nikianguka. Raha ilikuwa kama asali, maumivu yalikuwa dawa kali. Niseme kweli, sijui kwa nini unanivuta hivi, unanivunja pole pole, unanijenga pole pole. Wewe. Sikiza nikwambie. Mimi natoka na sifanyi kitu chochote humu ndani. Na hakuna mtu yote atakaye kufanyia kitu. Maana hata mama nishamtuma sija kwa kufanya kitu chochote. Wewe si jeuri. Sasa leo utakula jeuri yako. Kicheko chako huwa nachemsha damu, kila ukinipa busu huwa nasa. Pole sana Shemu. Mimi nimesikia kila kitu. Ila usijali. Nitakuandalia maji ya kuoga, nitakutengenezea chai na hata nguo pia nitakunyoshea. Kwa hiyo usijali, weka hapa. Hapana. Wewe bado ni mgeni, umekuja jana tu. Na hata hivyo hizo sio kazi za kwako. Hizo ni kazi za mke wangu. Kwa hiyo acha tu, nitafanya mwenyewe kila kitu. Hizo ni kazi za mtoto wa kike. Hata usiogope. Sawa. Inayo penzi lako linauma linanoga, inayo penzi lako raha na maumivu pamoja, inayo usiniache nikizoea moto wako, inayo penzi lako moyo wangu bado. Karibu sana. Asante sana ndugu yangu. Unajua nimefika muda kidogo, nimeenda pale mlangoni nimegonga mlango mpaka nimechoka. Nikaja labda umetoka ndugu yangu, kumbe upo. Nilikuwepo. Sema nilikuwepo huko nyuma huko, nilikuwa nafanya mambo usafi. Sinajua tena asubuhi. Lazima nyumba iwe safi bwana. Sawa, lakini unajua sasa hivi wewe umri unaenda alafu una kila kitu. Sawa, mimi naona kabisa muda wako wewe kuoa umefika. Kwa nini ndugu yangu unashindwa kuoa? Unajua kama sasa hivi kungekuwa kuna mke hapa,
maisha mbona angekuwa rahisi tu. Wewe unaamka unajiandaa kwenda kwenye mihangaiko yako, mkeo anakufanyia usafi ndani, chumbani, mazingira ya nje, sehemu zote anakufanyia usafi. Ndugu yangu, umri unaenda. Kiukweli nilitamani sana kuwa hivyo. Na nilimpata mwanamke kabisa wa kuwa naye hivyo. Lakini ameamua kunikimbia tu bila sababu ya msingi. Yaani kiukweli amenivuruga sana mwanamke. Pole sana ndugu yangu. Shida nini sasa mpaka akakukimbia? Unajua watoto wa kike sometimes akili zao ni finyu kabisa. Yaani huyu mwanamke nilikuwa nampa kila kitu anachokihitaji, tena kwa muda sahihi. Lakini huwezi amini, juzi alikuwa anahitaji hela sio kwenda saluni, kwenda kusuka kama shilingi 40,000. Lakini mimi siku kwa sina hela, nikamwambia niache na siku 2 3 nitakupatia hela yako ukasuke. Basi huwezi amini, amepaniki. Yaani hata sijui yeye ametoa wapi. Basi kachukua kila kitu chake cha ndani kama kuondoka. Hautaki kuwa na mawazo kiasi hicho. Unajua wanawake ndivyo alivyo. Mwanamke unaweza kumpa kila kitu, ila siku moja tukishindwa kumtimizia haja yake, anaona kama haumpendi. Ila mimi naamini nafasi wewe bado unayo. Cha kufanya hapo, mwache sira zake zipoe, baada ya hapo mtafute uongee naye. Naamini tutakaa kwenye mstari na atarudi na kila kitu kitakuwa sawa. Lakini pia mwanangu, kama unaona demu mwenyewe jao, basi wewe achana naye. Mbona wanawake wapo wengi tu alafu ni wazuri? Wewe jaribu tu kutafuta mwanamke mzuri ambaye mtaendana, atakupenda na wewe utampenda. Unajua kabisa kwamba huyu ukimweka ndani mtasikilizana. Unamchukua, unamuoa, maisha mengine yanaendelea. Haya maisha mwanangu kutangatanga, mwanangu wewe sio kweli ujue. Alafu mtu unazidi kwenda ndugu yako. Hem, jaribu kulifikiria hili jambo. Kiukweli bwana, nilimpenda sana mwanamke. Yaani kutaka kwenda kuoa mwanamke mwingine, kiukweli nafsi yangu haipo kabisa. Kwa sababu natamani sana kufanya hivyo, lakini kila ninapojaribu nashindwa na nafsi haitaki kabisa. Na maana nimeamua kukaa tu mwenyewe na kumsubiria yeye, kama atarudi basi tuendelee na maisha yetu. Sawa. Wewe mwenyewe utakaa chini utaangalia lipi ambalo lipo sahihi, baada hapo utalifanyia maamuzi. Mimi nimepita tu mara moja mwanangu kujulia hali. Acha nende nikahangaike na mihangaiko yangu huko. Si unajua tena. Maisha ni mapambano mzee. Haina shida kaka. Basi acha na mimi nimalizie usafi hapa mbele hapa. Poa, basi tutasomana mwanangu. Poa. Chumbani kwangu umefuata nini? Na kwa nini umeingia chumbani kwangu bila ruhusa yangu? Nilikuwa na shida na mafuta shemu. Kwa hiyo mzee akanielekeza nije nifuate huko chumbani. Sawa. Kama umemaliza naomba ondoke. Nataka kupumzika, nimechoka sana huko nilipotoka. Oh. Ni sawa. Lakini leo ningependa nipumzishe vizuri sana. Kwa sababu naona umechoka sana. Acha upumzike. Kwa muda mrefu leo ndo nimeridhika kufanya hili tendo. Yaani hakika umenipatia sana. Yaani sijui hata nikupe zawadi gani ambayo inaweza ikaendana na furaha ambayo umenipatia siku ya leo. Mama, nimekuchukulia kama mdogo wangu, nimekusaidia. Fadhila yako ndio mama kunilipa hivi? Jana tu nimetoka kukusaidia. Ulikuwa na matatizo yako, unataka kurudi kijijini. Yaani nimekusaidia mimi kuleta hapa nyumbani kwangu ndio unalipa mambo haya?
Salungi, mme wangu, kitu gani kibaya nilichokufanyia mpaka unanilipa hivi? Unaniumiza. Umeuchoma moyo wangu na kisu. Bora ukitembea na wanawake wengine huko nje, lakini sio rafiki yangu. Na nimemleta jana tu. Leo ndio mwa kutembea naye. Tena kwenye kitanda changu chumbani kwangu, kwenye nyumba yangu. Mungu atakuadhibu vibaya sana, Salungi. Hiki ulichonifanyia, Mungu atanilipia zaidi ya mara 100. Nakuchukia. Nakuchukia Salungi. Nakuchukia katika maisha yangu yote. Inayo penzi lako linauma linanoga. Inayo penzi lako raha na maumivu pamoja. Inayo usiniache nikizoea moto wako. Inayo penzi lako moyo wangu bado upo. Ukiniita narudi, nikijaribu naanguka kati ya machozi na vicheko. Nimepata jina lako. Hiyo sio solution kwa kilichotokea. Unajiumiza bure. Kaa kimya mwanamke, sawa? Kwanza wewe ndio sababu ya matatizo yote ambayo yanatokea sasa hivi. Naomba unisikilize kwa makini sana. Nampenda sana mke wangu kuliko ambavyo unavyofikiria. Cha kufanya hapa ni kitu kimoja tu. Ingia ndani, kachukue kila kilichokuwa chako, uondoke ndani ya nyumba yangu. Na ukiendelea kunibishia, nitakuua kwa mikono yangu miwili, mpumbavu wewe. Sawa. Ila kabla sijaondoka nataka nikwambie kitu. Sitaki kusikia kitu chochote kile kutoka kwako. Naomba ondoke mbele ya macho yangu. Sawa Salungi, naondoka. Ila Salungi, mimi nakupenda. Na sijaanza kukupenda leo, jana wala juzi. Tangia mke wako anisimulie kuhusu wewe, nilijikuta nakupenda bila sababu. Na alinichanganya zaidi pale ambapo alinionyesha picha zako. Nilikuwa natamani sana nionane na wewe, lakini ilikuwa ngumu. Ila nikaweka hadi kwa Mungu kuwa ipo siku lazima nitakuwa na wewe. Mimi sitamani wewe uachane na mke wako kwa sababu yangu. Ila wewe jua nakupenda sana. Inawezekana upendo wangu kawa wa ajabu kwako. Ila sio mimi, ni Moyo ndo ananituma kuwa hivyo. Kila ukinipa busu huwa nasahau sumu. Ninatembea na kivuli cha furaha na majonzi. Ulinifanya niamini mapenzi ni mapambano. Niseme kweli sijui kwa nini unanivuta hivi, unanivunja pole pole. Kwani wewe huyo mwanamke unamfahamu? Namfahamu kwa sababu ni rafiki yangu. Na jana tu ndo nitoka kumkaribisha nyumbani kwangu kwa sababu alinipigia simu na matatizo. Kwa huruma yangu ile kama rafiki yangu na ni ndogo, nikabidi nimkaribishe nyumbani kwangu. Lakini shemeji huruma yangu ndio iloniponza. Pole sana shemeji yangu. Kiukweli inasikitisha sana na inahuzunisha. Unajua kuna watu wengine sio kusaidiwa kabisa katika hii dunia. Yaani mtu umempa hifadhi na umemwonyesha fadhila zako zote, umemsaidia, lakini yeye anakuja kukurudishia ubaya kama huo alokurudishia. Kiukweli inaumiza sana. Lakini shemeji yangu, kwa hichi kitendo ulichokifanya mimi sijakipenda na wala si kizuri kabisa. Kutoka huko ulipotoka na hasira na kuja huko kwa hasira si kitu kizuri. Ni bora hata ungebaki kule kule, ungeongea na mwenzako. Nafikiri labda mngeelewana na mngepata suluhisho kwa hili. Lakini kwa hasira uliyotumia hii sijapenda kabisa kiukweli. Shemeji,
hata kama ningesema niongee naye kwa sasa nilizokuwa nazo tusingeelewana. Basi acha mimi nikaongea na rafiki yangu, labda kuna kitu kinaweza kupata tu suluhisho hapa. Nafikiri atanielewa tu, kwa sababu mimi na Sarungi tunaelewana sana. Acha nikaongee naye. Sasa shemeji, nitakaongea naye, maana mimi sitamani hata kumuona. Nahisi nikimuona nitafanya kitu kibaya sana ambacho kitashangaza dunia yote. Usijali kwa hilo. Wewe niachie mimi. Na kila kitu kitachotokea nitakwambia. Wewe baki hapa. Mimi acha niende. Shemeji, shemeji, mimi naona ni bora tu nirudi nyumbani sababu nimemisi sana mume wangu. Unajua tena. Haina shida shemeji yangu. Hata mimi naona hilo linafaa sana. Kwa sababu wewe utaporudi kule nyumbani, hata mimi pia nitapata fursa kurudiana na mpenzi wangu mama. Mo, naomba kwa mimi sitaki kabisa utaje jina la mama. Kwa sababu yeye ndio anasababisha mpaka mimi sasa hivi nimekuwa hapa. Sili kwa la sitaki kwa la kwa sababu kwake yeye. Kwa please shemeji, ukikaa na mimi sitaki utaje hilo jina. Kama unampenda ni wewe, ila sio mimi. Namchukia sana wewe mwanamke wako. Kwa hiyo ukiwa na mimi, utaje majina yote ila sio jina la mama. Okay sana kwa shemeji yangu, na samahani sana kwa sababu sijajua kama unaweza ukapata na hasira kiasi hicho kusikia jina la mama. Nisamehe kwa hilo shemeji yangu. Ila kuna kitu kipo ndani ya moyo wangu. Kama utojali, naomba nikwambie tu. Ni kitu gani? Maumivu ya penzi, maumivu ya penzi yanabaki ndani, hayalali usiku. Maumivu ya penzi. Zai, yani kama mama na Sarungi itakuwa ngumu sana kuachana. Basi mimi naomba kitu kimoja tu. Mimi na wewe naomba tuunganishe udugu. Yani namaanisha kuwa mimi na wewe tuwe na mahusiano. Yani tupendane ili mradi sisi tuanzishe maisha yetu. Yani tuache tu na maisha yao na sisi tuanzishe maisha yetu. Nafikiri tukifanya hivyo tutakuwa na furaha sana. Na kuomba tu Zai. Nakuheshimu sana Mo. Naomba heshima naokupa mimi na wewe uniheshimu hivyo hivyo. Na mume wangu mimi hajanikosea popote pale, bali mimi ndio niliyomkosea. Kwa hiyo na nafasi kubwa sana kurekebisha makosa yangu kwake. Kwa hiyo sitaki hizo dama zako za kijinga jinga. Na ukirejea tena kuongea mambo yako ya kipumbavu, utakuja kuniona mbaya. Zai, hebu tambua kitu kimoja tu. Mumeo ameshakusaliti. Na hilo kiukweli katika dunia haiwezi kubadilika hata kidogo. Sasa, mbona unachogopa ni kitu gani? Fanya kitu ambacho naye kiko huru katika maisha yako. Inahitajika mimi naye tuanzishe mahusiano yetu. Nafikiri haya mahusiano yetu mimi naye tutaanzisha yatakuwa imara sana, kwa sababu naamini wakija kujua mimi naye tuna mahusiano, basi itawaumiza kama sisi tulivyoumia. Kumbuka kitu kimoja tu. Mama ameniumiza mimi. Alikadhalika Sarungi amekuumiza wewe. Kwa hiyo, inahitajika maumivu yarudi mara mbili yavyotuumiza sisi. Na wataumia vipi? Wataumia mimi nayo tulivyokuwa katika mahusiano. Ni ile kitu kimoja tu Zai. Kwa ule usaliti wa kusaliti mumeo, au utakuja kubadilika katika maisha yako yote.
yatakuwa tu ni usaliti maisha yako yote. Kuwa huru tu. Mimi nakupenda. Na na imani utafurahia mapenzi yangu kama utanipatia tu nafasi. Hebu niache mimi. Malaya tu. Sikiza nikwambie. Mimi sio kama wanawake wengine huko mtaani unaowaona. Najiheshimu. Kwa hiyo naomba kaa mbali na mimi. Na usije ukasubutu kuniambia mambo yako ya kipumbavu pumbavu. Umetulia mwenyewe, una hata wasiwasi. Kutembea na mume wangu mmoja tu umeshajiona mama mjengo. Umejimilikisha kabisa, umetulia. Sasa shoga yangu, mpunguza jazba. Mbona haya mambo yanaongeleka? Sema basi tukae chini tuongee tafadhali. Mimi nikae chini naongea na nini malaya kama wewe? Umetembea na mume wangu. Unaona bado haitoshi. Unataka kuhamia kabisa. Sikiza wewe kaaba mchafu. Usifikiri nimekimbia hii nyumba kwa sababu yako. Niliondoka tu nikiwa na hasira zangu. Na sasa hasira zangu zimeshaisha. Naomba kusanya kile kilicho chako, uondoke humu ndani kwangu. Sijui tunaelewana? Kama ni msaada, basi msaada wangu umeshaishia hapa. Aliyekwambia hapa nyumbani kwako ni nani? Unataka kumfukuza huyu binti aende wapi? Wewe unaweza kunipa vitu ambavyo yeye ananipatia? Naomba unisikilize sasa, nikwambie kitu kimoja. Kuanzia leo naomba umtambue kama mke mwenzako. Kwa sababu siku sio nyingi naenda kumuoa kama ambavyo nimekuwa wewe. Kalungi mume wangu. Maumivu ulionipa ni makubwa. Unaona hatosha toka kuniongezea na mengine? Hapana mume wangu. Nipo kusema napajua. Nipo tayari kujirekebisha. Na nitakupa mara 10 tayari nilivyokuwa nakupa huu malaya. Ila tu naomba umalaya aondoke ndani kwangu. Sitaki kumuona. Naomba unisikilize Zai. Swala la kuondoka huyu mundani ni kitu ambacho hakiwezekani. Naomba uweke katika akili yako hilo. Niseme kwa hichi kichotokea hapa. Jitahidi kadri ya uwezo wangu nikuridhishe. Lakini najikuta uwezo wangu ndio unaishia hapa. Hivyo Zaimu unanichukuliaje? Wewe unaona mimi mpumbavu sana, sina akili, chizi, sijielewi ama unanichukuliaje? Wewe umetoka kulikotoka, umeniambia kabisa kwamba sasa hivi umejirekebisha. Utanipa kile kitu ambacho mimi ninachokitaka. Ndio huu pumbavu? Yaani hichi ulichonipa hapa ndio hichi ambacho mimi ninachokitaka? Kwani wewe katika hii ndoa mimi nimekuja ufanye nini kwenye hii nyumba? Uje unijazie choo? Nisikize nikwambie kitu kimoja, sawa? Mimi nimechoka na huu pumbavu wako. Nataka uniridhishe mimi mumeo. Sasa, kwa hichi ulichokifanya mimi siwezi kulala nikiwa katika hii hali. Mume wangu, usifanyie hivyo. Najitahidi kadri ya uwezo wangu nikuridhishe. Afu unataka kwenda kwa mama. Hebu kuacha bwana, unajitahidi uwezo wako gani? Ndio uwezo gani unaonyesha hapo? Si upumbavu. Ndio umeniridhisha nini hapa? Sikia. Natoka. Na tena naomba unisikize kwa makini sana. Sitaki kukuona unanyanyua hiyo miguu yako kuja kule kuleta ghasia. Sasa ole wako. Nitoke niende kule, utoe hiyo miguu yako hizo, utoe hizo mbariga zako, nije nikuone kule unaleta ghasia. Nitakufanya kitu kibaya utakuwa kama mimi maisha yako yote. Pumbavu.
Mbona kichwa chako kigumu sana kunielewa hiyo? Tuonane ili iwaje labda. Hem, nisikize nikwambie. Kuanzia leo, hiyo mwanzo na mwisho kunipigia simu. Tena ukiendelea kunizoea, nitakufanya kitu kibaya, mshenzi mkubwa wewe. Vipi sasa hivi usiku? Kuna shida gani? Unahisi nitakuwa na shida gani nyingine? Yaani mpumbavu umeniambia tayari ameshajirekebisha, lakini huwezi kuamini. Yaani tumeenda raundi moja tu, yani amechoka, yani balani, tunashindwa hata kumuelewa. Yaani hapa nilipo sipo sawa hata kidogo, yani sasa ameziamsha tu hisia zangu. Ndio maana nimeona bora nije kwako. Kumbe ndio hilo tu. Usijali mgonjwa wangu. Daktari wako niko hapa. Jumba la mahaba. Tena nikakupa vitu. Mimi ndio maana nakupenda. Naomba chukua begi lako uondoke ndani kwangu sasa hivi kabla mume wangu hajarudi akakukuta hapa. Zai shoga yangu, ndio tumefikia huko. Udugu na ushoga wetu mimi na wewe ulikufa siku ambayo uliamua kutembea na mume wangu. Shoga gani wewe? Shoga mnafiki, snitch mkubwa wewe. Umekuja ndani kwangu unasema una shida kuja kutembea na mume wangu. Naomba chukua begi lako utoke sasa hivi. Mamu, mimi na wewe hatuna udugu wa aina yoyote zaidi, niliamua kukusaidia tu kama ndugu yangu tuliokutana mjini. Kwa hiyo, sishindi kukufanya kitu chochote kile kibaya, nitakuja hata nikuue. Nikakupoteza katika maisha yangu. Naomba toka. Najua kwa nimekukosea shoga yangu. Lakini unajua hali yote ninayopitia sasa hivi. Sasa ukinifukuza huko ndani mimi nitaelekea wapi? Sasa hivi ndio unajua kama hali yako ni mbaya eh? Sasa subiri nikuonyeshe. Utatoka mwenyewe au nikutoe kilazima? Basi shoga yangu mimi natoka. Toka. Toka. Mo, mimi nafikiri kazi yangu nimeshaimaliza. Maana mama tayari nishamtimua nyumbani kwangu. Kwa naomba fanya juu chini, uonane naye muongee na mrudiane. Sitaki na matatizo. Nahitaji nitulie na mume wangu kwenye ndoa yangu. We, Zai, nikushukuru sana. Yaani tena nikushukuru mno kwa sababu nilikuwa namwaza mama usiku na mchana. Yaani kama kweli ameondoka nyumbani kwako, aise kweli nakuombea. Asante mama. Yaani sitochelewa. Muda huu nitatoka hapa na kwenda kumfuata alipo. Na vile kila kitu kitakuwa sawa na atarudi tu nyumbani. Ndio ufanye haraka. Maana nilivyomfukuta pale nyumbani lazima naenda mkoani. Kama utachukua bodaboda ama utampigia simu utajua wewe mwenyewe. Ila ninachohitaji kumzuia asiende kijijini. Urudiane naye. Hilo usijali mama. Hilo limeisha kabisa. Yaani sasa hivi tuna request boda hapa na mfuata haraka iwezekanavyo mke wangu arudi hapa nyumbani kwa sababu nimemisi sana mama. Kikweli nampenda sana yule mwanamke. Yaani sijui hata kukumbatia kwa shukrani yangu. Kwa heri. Asante mama. Where's my phone? Ina maana mimi natumia nguvu kubwa kumuondoa umalaya katika maisha yetu ili tuishi kwa amani. Wewe ndio kwanza unamrudisha. Hii tafsiri yake yeye ndo anatamani sana kwenye maisha yako kuliko mimi mke wa ndoa, si ndio?
Hapana mke wangu, wala haipo hivyo. Wewe una thamani kubwa sana kwenye maisha yangu, lakini unanijua mimi mumeo, sinaga mambo ya kuhangaika na wanawake wengine huko nje, na ndio maana nataka nimuoe rafiki yako ili mradi niweze kutulia naye. Nyamaza Salungi, kuona na kumwoa rafiki yangu ndio suluhisho? Alafu mamu, mwanamke gani usiokuwa na huruma Yaani unaloa kikatili. Mimi nimeamua kukusaidia, umeamua kuja kutembea na mume wangu. Kwa msaada wangu umeamua kuwa maumivu kwangu. Salungi, sikiza nikwambie. Hata mimi naweza kufanya hicho unachokifanya wewe. Na nafanya zaidi hata unachokifanya wewe. Ila naamua kukuheshimu mume wangu. Ila kwa hapa tulikofikia, nimechoka. Nimechoka Salungi. Fanya maisha yako, nafanya maisha yangu. Takuonyesha. Salungi, mbona kama mambo yanazidi kuwa magumu? Unajua tunakoelekea tutakuja tutomane kisu humu ndani kwa vitu ambavyo sisi wenyewe tunaweza kuvisolve. Kama ni ngumu sana basi mimi naomba niondoke, alafu tutajua nini cha kufanya. Hapana baby, hauwezi kuondoka. Moyo yule pale ana hasira sana. Hichi kitu ambacho mimi nataka ukifanya sio kitu kidogo. Kwa hiyo lazima tu kivyote vile lazima tutamstress. Ila niamini mimi, atakuwa tu sawa. Shoga yangu Zai, huwa kulilia mapenzi kweli? Zama hizi za kulilia mapenzi, sisi watoto 2000 hatulili mapenzi. Mimi naona tu bora ungeachana naye, kwa sababu naye kaamua kusaliti. Mimi naona tu bora ungeachana naye, hakufai tena yule. Naibu shoga yangu, mimi kuja kukufuata ushauri na sianze kunichamba. Wewe mwenyewe unajua sina mtu mwingine wa kumpelekea matatizo zangu zaidi yako. Kwa hiyo naomba nishauri kitu gani nifanye ili moyo wangu utulie. Mimi ushauri wangu ndio huo. Alafu yule si ana mdogo wake? Au si ana yule rafiki yake Mo? Mimi naona ungepita naye yule rafiki yake Mo yule. Akijua kama umepita naye, na imani naye ataumia kama ulivyoumia wewe. Wewe fanya nilivyokuambia, baadaye utakuja kunishukuru. Basi nitafuata ushauri wako. Sawa, kama umenielewa ni vizuri. Ngoja mimi niende huko maana nilikuwa na safari zangu. Mimi ndio zangu huko mara moja kwanza. Babe, mbona muda wote uko busy unaangalia TV? Na mke wako utaangalia saa ngapi? Baby, mimi mke wangu muda wote namwangalia. Sio hapa sasa hivi nakuona. Haya sawa, karibu matunda. Ila nakulisha mwenyewe. Maana umezoea sana kula lafu. Mimi rafu naifanyia wapi bwana? Hebu acha mambo yako, acha tu mimi nile tu mwenyewe. Ila sawa. Nilishe. Sasa babe, vipi kuhusu mke wako? Baby, unajua umemzidi vitu vingi sana mke wangu. Mimi nilijua labda tu umemzidi kitandani, lakini kiukweli sehemu nyingi sana umemzidi. Kwanza wewe unajali, una upendo, unajua ni jinsi gani ya kumwendo mumeo. Kiukweli baby, mimi nakupenda sana. Na sitaki nikupoteze hata dakika moja.
Sitaki nikupoteze kabisa kwenye maisha yangu. Ninachotaka ukifanya sasa hivi, Ijumaa natuma washenga wende nyumbani kwenu ukapeleke mahari. Yaani sitaki kabisa, yaani sina muda wa kupoteza. Nafurahi sana kusikia hivyo. Lakini baby, mimi sitaki umwache mke wako. Natamani utoe wote wawili. Sina mpango wa kumwacha kwa sababu hata yeye pia anampenda na hajanikosea. Lakini kama akishindwa kukubaliana na mimi ambacho ninachokitaka, itanibidi tu nimwache, sina namna. Mimi siwezi kukuacha wewe hata siku moja. Haya sawa. Malizia kula matunda. Baada ya kutenda kanile na mimi. Sawa. Matamu? Mimi nikuletea. Sasa ndo kitu gani hicho unafanya? Baba sasa ndo nini? Mimi muda wote nimelala kitandani mwenyewe. Sina hata mtu wa kunikumbatia na unaona baridi ilivyo kali. Muda wote ananiambia anakuja alafu auji. Mimi nakutaka bwana. Samahani mpenzi wangu. Ila nilikuwa namalizia tu hapo kuangalia mechi, baada ya hapo mimi nakuja chumbani. Sasa shida iko wapi? Ungenivumilia mimi dakika 5 tu ningekuwa nimefika. Aha. Kwa hiyo mechi ndio muhimu sana kuliko mimi. Baby, naomba unisamehe. Haya basi twende tukalale. Ukitaka nikusamehe, nifanyie mambo haya mawili. Kwanza nataka unibebe hapa mpaka chumbani. Alafu cha pili, leo nataka unipige bakora moja safi na iwe tamu. La si hivyo, mimi siwezi kukusamehe. Mume wangu, mimi naingia zangu ndani kulala. Baby, subiria basi, mechi bado dakika kadhaa tu imalize. Twende tukalale wote. Si unajua mimi siwezi kukaa peke yangu hapa bila kuwa na kampani yako. Hivi una akili kweli wewe? Yaani mimi nikae hapa paka muda wote wewe paka umeweza kuangalia mpira saa ngapi? Sikiza nikwambie, mimi nimechoka, naingia zangu ndani kupumzika. Na ukija kuingia ndani, masuala ya kusumbuana sitaki. Yaani usinishike kabisa, niache nilale ni relax. Babe, una shida gani? Hamna, nipo sawa. Kuna vitu vyangu tu vipo sawa na maana nilikuwa navifikiria. Haya. Mimi bebe tuanze chumbani. Unajua mdogo wangu Zai, ili jambo lilofanya sio zuri. Yaani haya ilibidi muongee kabla hata hujaja kwangu. Hata hivyo kitendo chokifanya, hilo jambo mimi mwenyewe siliafiki. Unajua tendo la ndoa ni haki kwa kila mwanaume, tena ni mumeo wa ndoa. Kwa hilo jambo nina kulifanyia marekebisho. Na hilo kosa ulilofanya wewe ndio lilopelekea mpaka mumeo kuamua kutembea na rafiki yako. Kaka, mimi sawa sijakataka nina makosa na niko tayari kujirekebisha kwenye makosa yangu, lakini ile swala la kuolewa mke wa pili ndo ambalo silihitaji mimi. Hata nilewaje mke wa pili alafu rafiki yangu? Zai mdogo wangu, mbona hicho kitu cha kawaida? Kuolewa mke wa pili sio jambo baya. Kikubwa ni wewe na yeye kukaa chini na kuzungumza. Hilo jambo linafanyika. Alafu kingine, kumbuka dini pia inaruhusu. Yule ni mwanaume, ana haki ya kuongeza mke wa pili.
sioni kama kuna haja wewe kukataa hilo jambo. Sasa hapo mdogo wangu, mimi cha kukushauri ni kitu kimoja. Naomba urudi nyumbani mkamalizane na mumeo. La sivyo mtarumbana, kitakachokuja kutokea atakupa talaka, utarudi nyumbani. Hiyo itakuwa ni aibu kwa familia. Sawa kaka, mimi nimekuelewa. Basi acha niende nyumbani kazungumze naye ili tuweze kuelewana. Sawa, nitashukuru pia kama utakuwa umelielewa hilo jambo na utaenda kulifanyia kazi. Inayo moyo umechoka kwa upendo uliochoma, ulinileta karibu sana, kisha ukacha jeraha. Nilitabasamu nikiumia, nikakukumbatia nikianguka. Mume wangu, najua nimekukosea sana. Naomba unisamehe kwa yale yote mabaya niliyokufanyia. Na niko tayari kwa lolote lile. Kama umeamua kumwoa mama mke wa pili, mimi sawa, nimekubali. Na mama, naomba unisamehe sana kwa yale yote niliyokufanyia. Najua mimi binadamu sijakamilika. Kwa naomba unisamehe mdogo wangu. Usijali Zai. Mimi nishakusamehe tangia muda mrefu sana. Ila hata mimi naomba unisamehe. Maana nimekuwa kidudu mtu kwenye ndoa yako. Nimevuga amani yako pamoja na mume wako. Lakini hayo yote nimefanya kwa sababu nampenda sana Saluni. Na nimejaribu kumwacha lakini nimeshindwa. Kwa hiyo kama umeamua nami niwe mke wa pili, basi mimi naona ni jambo la heri. Kitu cha muhimu, tusigombane, ila tupendane wote kwa pamoja. Na tumtunze sana mume wetu Saluni. Mimi kwanza kiukweli imenifurahisha sana kwa maamuzi ambayo umeyachukua. Zai, mimi nimekusamehe na wewe unajua kwamba mimi nakupenda sana. Kwa hiyo labda tu mimi niwaahidi kitu kimoja. Naahidi kwamba mimi nitakuwa mume bora na sio bora mume. Nitatimiza wajibu wangu, nitatimiza majukumu yangu yote kama mume. Sifikiri kama kuna kitu kibaya chochote ambacho naweza nikawafanyia. Nitawapenda sana wake zangu. Mimi naomba niende ndani kupumzika. Sawa. Wewe unataka kutoa wake wote wawili, utaweza kweli? Kwamba mimi nisiweze nyinyi mna nini? Kwa maana nataka kuniambia kwamba wewe ni shida yangu. Mimi naweza vizuri sana na mume sana. Mimi nakupenda. Inayo penzi lako linauma linanoga. Inayo penzi lako raha na maumivu pamoja. Inayo usiniache nikizoea moto wako. Inayo penzi lako moyo wangu bado upo. Ukiniita narudi, nikijaribu naanguka kati ya machozi na vicheko. Nimepata jina lako, hata nikisema niondoke, roho yangu husema kaa. Kuna tamu ndani ya jeraha, kuna nuru ndani ya kaa.